Kuna wengi wamebarikiwa, lakini kabla ya kupata hiyo baraka wamepitia changamoto mingi. Kulala ilikuwa shida, kukula ilikuwa shida, hata kusoma ilikuwa shida. Kupata ya karo ya kwenda shuleni ilikuwa shida ukiwa mtoto mdogo. Lakini umetia bidii, kwa kweli Mungu amekubariki, umepata kazi. Unaweza weka hela kidogo ama pesa kidogo kwa mfuko yako. Tafadhali ile pesa isifanye ukuwe mjinga. Usiwache usifiwe na dunia, kwa sababu dunia itakusifu kulingana na ile pesa uko nayo. Marafiki watakupea majina tofauti tofauti. Mara utaitwa mzito, kiongozi, mheshimiwa, boss. Wanakusifu kwa sababu ya ile pesa yako, lakini kumbuka mahali ulikotoka. Usiwache mzazi hangaike ama wazazi wako hangaike. Usiwache madada zako na mandugu zako wapitie ile shida ulipitia na kuna uwezo wa kuwatoa pale. Usiwache wasichana, kila aina ya msichana anakufuata nyuma. Hao wasichana hawezi kukusaidia. Kumbuka kwenyu. Jengea wazazi wako nyumba. Jenga yako. Saidia watoto wenyu wasipitie ile shida ulipitia, kwa sababu umebarikiwa. Hawa watu ambao wanakuita mzito, kiongozi, mheshimiwa, muungwana, boss, haya ni jina tu wanakuita kwa sababu ya mfuko yako iko na pesa. Usisahau kwenyu, usipotee town. Usiishi kwa apartment ya shilingi 20,000 na mama yako na wazazi wako bado kwa ile nyumba tu walikuwa wanahangaika, hawezi lalia ndani. Chakula bado ni shida. Usiwache watoto wenyu wafukuzwe wakae nyumbani miezi mmoja kwa sababu ya school fees na uko na uwezo. Na wewe kazi yako ni kulisha dunia. Kulisha warembo. Kutembea na warembo kwa kila mahali. Ukifanya hayo, usahau kwenyu, utakufa mapema na kuna kitu utakuwa umetengeneza. Tafadhali, ukibarikiwa, jenga kwenyu. Jenga wazazi. Promote watoto wenyu. Badilisha ile boma ulikotoka. Usifurahishe dunia na kwenyu haujabadilisha hata kidogo. Tafakari hayo.